Habari za kitaifa. Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari na habari kuu usiku wa leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan avitaka vyama vya ushirika kushirikiana na Benki ya Ushirika Tanzania. Na mvutano umeendelea nchini Burkina Faso wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa dakika 30 ya habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Freddy Cheti. Wananchi wa vijiji zaidi ya vitatu wilayani Monduli mkoani Arusha wameanza kunufaika na huduma ya maji safi kufuatia miaka mingi ya ukame uliosababishwa na uharibifu wa mazingira. Kutoka Arusha, mwandishi wetu Profesa Manga ana taarifa kamili. Mradi huu wa maji eneo hili ulianzishwa tangu miaka 1950 enzi za ukoloni, lakini baadaye ulidorora kutokana na uharibifu wa mazingira, hali iliyosababisha chanzo cha maji kukauka na miundombinu kuharibika. Ni miongoni mwa vijana ambao tulishiriki katika uchimbaji wa mabomba haya. Kuanzia miaka 1959 ambao kipindi cha ukoloni kabla ya uhuru, ndio hii kisima ilianza kutengenezwa na wakoloni. Wananchi hao walikuwa wanapita juu ya mlima hii wakiwepo na wanyama pori, lakini hawakujali hayo. Walikuwa wanaenda kuchota maji kwenye chanzo kile mlimani kabisa. Lakini pia mifugo wanaenda kule. Kazi hiyo ilikuwa inaharibu misitu, lakini wanyama pia wanaharibu mifugo na wananchi wetu walikuwa wanateseka sana. Wananchi wa Lipurko wanasema uhai umeanza upya, kitazama maendeleo katika ufugaji na afya kutokana na upatikanaji wa maji ya uhakika. Nimecheka leo kwa ajili umepata maji. Nimefurahi sana. Ikiangalia sasa roho yangu unacheka tu. Ikijogea Mungu abarikie sana. Tutaisimamia vizuri hii mradi ambayo imefika ili usituache tena, kwa sababu tukituache tena inatuachia njaa sana. Kila mtu anafurahi, mifugo, watoto. Kwa hiyo hata kila kitu sasa hivi nafurahi kwa sababu tumeyapata maji mengi. Kwa msaada wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na nguvu kazi ya mamia wananchi, mtaro umbali wa kilomita 12 ulichimbwa na mabomba mapya yaliwekwa. Huu ni mradi ambao ulikuwepo toka enzi za wakoloni, lakini baadaye maji yakatika, miundombinu ikaharibika na maji kule kwenye chanzo yakakauka. Lakini baadaye tukafanya uhifadhi, kile chanzo kikarudi. Nikaona hii ni fursa, nikawaandikia wenzetu wa UNDP kupitia shirika langu la Fellow CI. Tukaomba watusaidie kufanya ukarabati wa miundombinu ya mradi huu, na kwa kweli wakatukubalia. Wamama wanazungumza, wanasema leo uhai umeturudia, kwa sababu huwa ikifika mwezi wa 9 wa 10 hapa ni adha. Unanunua maji ya ndoo shilingi 700 mpaka shilingi 1000. Unaweza ukaniambia ni mwananchi wa kipato gani mwenye uwezo wa kununua maji ya shilingi 1000 kwa ndoo ya lita 20? Kwa kweli tuna furaha kubwa sana. Zaidi ya wakazi 5000 kutoka vijiji vya Naiti, Losmingori na Mbuyuni wananufaika na maji haya moja kwa moja, pamoja na zaidi ya mifugo 15000 inayotegemea maji ya kunywa. Mradi huu ukiuangalia kwa macho unaonekana ni mradi wa gharama kubwa sana. Kwa kweli wamevuka matarajio ya kile ambacho tulifikiria. Jamii imejitoa, imeweka nguvu yao na hivyo kupunguza gharama zile za moja kwa moja za uendeshaji wa miradi. Kwa hiyo jamii ishirikiane na isikubali tena kwamba hii miundombinu iharibike na wao warudi nyuma na kuteseka. Mradi huu pia umeongeza usimamizi wa mazingira, ambapo hifadhi ya wanyamapori ya Makuyuni sasa ina jukumu rasmi la kulinda chanzo cha maji na kuendeleza uhifadhi. Nyuma kidogo tulikuwa na changamoto ya maji, lakini tangia mradi huu umekuwa ni mkombozi kwa eneo letu, maana tumekuwa tunapata maji ya uhakika ambayo yanatusaidia shughuli zetu pamoja na vijiji vyetu vilivyoko jirani. Pia sisi kama wahifadhi tutakuwa ndio walinzi wa kile chanzo cha maji kwa kufanya doria za mara kwa mara kuhakikisha kile chanzo hakipati changamoto yoyote ile, aidha kuharibiwa au labda kama ni wanyama waharibifu kama tembo ambao mara nyingi waga wanaharibu vile vyanzo, tunahakikisha tunakagua mara kwa mara. Kwa sasa matumaini mapya yamezaliwa katika vijiji vya kata ya Lipurko, huku maji yakirudisha tabasamu kwenye maisha ya wengi. Mimi ni Profesa Manga. Bodi ya usajili wa wahandisi nchini imeeleza kuwa idadi ya wahandisi mahiri wanawake imeongezeka kwa zaidi ya 1000 hapa nchini katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Michael Bundala ana undani wa taarifa hii. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji mkuu wa bodi ya wahandisi nchini, Mhandisi Bernard Kavishe, wakati wa kufunga maonyesho ya wakandarasi yaliyofanyika mkoani Geita
kuanzia Aprili 18 hadi 27 mwaka huu. Mhandisi Kavishe anaeleza kwamba bodi ya wahandisi inaendelea kuwashika mkono wahandisi wanawake, huku akisema kwamba katika kipindi cha miaka 15 iliyopita zaidi ya wahandisi mahiri wanawake 1000 wamepatikana. IRB ni bodi ya usajili wa wahandisi na ni bodi ya kitaalamu. Bodi hii ilianza mwaka 68 na mpaka sasa hivi katika daftari letu tuna wahandisi takriban 1044. Katika wale 1044 wakina mama ni 7000 hivi. Yaani kwa kila mwanamke mmoja kuna wanaume 7. Ni ratio ambayo haikubaliki kwa sababu tunakuwa tunapoteza resource. Yaani nusu ya wananchi wetu hawapati nafasi ya kutosha kwa sababu wakina mama ni nusu. Na kwa kulitambua hilo tuna juhudi nyingi sana za kuwasukuma wakina mama kuingia katika uhandisi na kubaki katika uhandisi na kukua katika uhandisi. Tuna miradi mingi, mingine ni ya serikali, mingine ni ya ufadhili, kuna Benki ya Dunia, kuna ubalozi wa Norway. Tuna mipango maalumu kwa ajili ya kuwashika mkono wakina mama kuweza kuwa wahandisi mahiri, professional engineers. Na kwa kipindi cha miaka 15 tumeongeza wakina mama kwa 1000%. Yaani miaka 15 ilipita professional engineers wa kike walikuwa 96 tu. Sasa hivi tunao 1200. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya maonyesho ya wakandarasi nchini na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi George Mandia ameeleza kwamba maonyesho hayo yanakuwa kila mwaka, huku kwa mwaka huu makampuni 65 yameshiriki katika maonyesho hayo. Mwaka hadi mwaka maonyesho haya yanakuwa. Na mwaka huu tumepata washiriki kwa maana ya makampuni 65. Wengine waliwahi kuondoka kwa sababu ya majukumu, lakini wajasiriamali kutoka sehemu hizo taji hizo, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania hawakuwa wengi kama mwaka jana. Tulikuwa na washiriki wa wajasiriamali 30. Lakini pia mwaka huu kipekee tumekuwa na watengenezaji wa trailer wengine wanaitaga flatbed, zile za kubeba makontena, kampuni ya Kichina ambayo inatengeneza haya matrailer pale Dar es Salaam. Malengo ya maonyesho hayo ni kuwakutanisha wakandarasi, wajenzi na washauri pamoja na kuchagiza uchumi na kufungua fursa kwa mkoa wa Geita. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameitaka bodi ya mamlaka ya viwanja vya ndege nchini TAA kutoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali na umma kuhusu masuala ya kimataifa na katika uanzishwaji na uendelezaji pamoja na usimamizi wa viwanja vya ndege nchini. Taarifa kamili na mwandishi wetu Amina Ngahewa. Akizindua bodi hiyo jijini Arusha, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema anatarajia bodi hiyo kuwa chombo thabiti cha kusimamia kwa ukaribu utendaji kazi wa mamlaka kwa kuwa sekta ya anga ni muhimili muhimu wa uchumi, biashara na utalii. Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali na umma kuhusu masuala ya kitaifa na ya kimataifa katika uanzishwaji, uendelezaji, usimamizi, uendeshaji na utunzaji wa viwanja vya ndege. Tuna jukumu kutoa ushauri. Hata mtu binafsi akitaka kujenga kiwanja chake cha ndege, sisi kama wataalamu tunatakiwa tumshauri kwa taratibu za kimataifa, kwa taratibu za kitaifa, kiwanja cha ndege kinatakiwa kuwe na sifa 1, 2, 3. Hiyo ni wajibu wetu. Ninatarajia bodi hii kuwa chombo thabiti cha kusimamia kwa karibu utendaji wa mamlaka. Sekta ya anga ni muhimili muhimu wa uchumi, biashara na utalii, na hivyo usimamizi wake unahitaji weledi, kasi na maamuzi sahihi na ya uwazi. Unajua sekta hizi zinabadilika kila leo, na twendeni na mabadiliko hayo ili tufanye maamuzi sahihi na kwa muda haraka. Kwa upande wake, mwenyekiti mpya wa bodi hiyo iliyoundwa TAA Juma Fimbo pamoja na mkurugenzi mkuu wanabainisha namna watakavyoboresha huduma za viwanja vya ndege. Kilichopo sasa duniani ni kuzifanya airports kuwa business hubs. Yes. Wameshatoka kwenye kuzifanya kuwa transport hubs. Sasa wako kwenye business hubs. Sasa kama ni business hubs, representation niliyoiona hapa imenitia moyo kwamba we are moving in the right direction. Bodi hii imeundwa chini ya kifungu namba 7 cha sheria ya viwanja vya ndege, ikiwa na majukumu makubwa ya usimamizi wa shughuli na masuala yote ya mamlaka
Hivyo hafla ya leo inaakisi hatua nyingine muhimu katika safari ya kujenga taasisi imara inayozingatia uwajibikaji na ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Waziri, uundwaji wa bodi hii unajenga msingi na usimamizi thabiti wa shughuli zetu kwa lengo la kuhakikisha kuwa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege inatimiza majukumu yake kwa viwango vya juu kwa manufaa ya wananchi wote wa Tanzania. Mpaka sasa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania inaendesha jumla ya viwanja 61. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Na chama cha wafanyakazi katika vyombo vya habari JOWUTA na mtandao wa watetezi haki za binadamu nchini wamelaani vikali vitendo vya unyanyasaji kwa waandishi wa habari. Taarifa ya mwandishi wetu Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mwenyekiti wa JOWUTA Musa Juma amesema hayo wakati wa mafunzo ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari katika kuripoti habari za uchaguzi yaliyofanyika mkoani Mbeya, ambapo amevitaka vyombo vya usalama kufuata sheria na taratibu pindi waandishi wanapofanya kosa. JOWUTA tunalaani unyanyasaji wowote wa waandishi wa habari kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Tunataka sheria zifuatwe. Kama mwandishi kufanya makosa yoyote, kuna utaratibu wa kufuata, lakini mambo ya kukamatana, kunyang'anyana vyombo tulishatoka miaka nyuma huko. Sasa turejeshe kwenye uadui ambao hauna sababu baina ya vyombo vya dola na wanahabari. Kwa hiyo tunawasihi polisi na vyombo vingine vya dola pia watu wanahabari wafanye kazi zao kwa kuzingatia maadili. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THDRC John Gabriel amesema kitendo cha kuwanyang'anya waandishi vifaa vya kazi wakati wanatekeleza majukumu yao ni kitendo ambacho hakikubaliki, kwani ni haki yao kupeleka taarifa. Habari ndo ni mtetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo kitendo cha kunyang'anywa au vifaa katika wakati wanatekeleza majukumu yao ya kuhabarisha watu ambao ni haki yao kupata taarifa ni kitendo ambacho hakikubaliki, na sifikiri sisi kama watetezi wa haki za binadamu na sisi tunakemea kwa nguvu zote, tunaungana na katibu kwa namna ambavyo ameweza kutoa hilo tamko la kulaani hicho kitendo. Nao baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wakatoa ombi kwa serikali na wamiliki wa vyombo vya habari wawekea ulinzi wakati wanaripoti habari za uchaguzi. Naomba tuangaliwe wakati ambapo tunaenda kutimiza majukumu yetu, basi tutimize majukumu yetu pasipokuwa na changamoto yoyote au vipingamizi vyovyote, ili itupe sisi urahisi wa kuweza kuripoti ama kutoa taarifa ya kile kitu ambacho wananchi wetu wanatamani kukifahamu. Tunaomba hata vyombo vyetu tunavyofanyia kazi wahakikishe kwamba wanatupa ulinzi wa kutosha. Kwanza kwa sababu kunakuwa na vitu vingi, tutambulike, kwa sababu sio kutumwa tu unaenda kafanye kazi, hawaja kupa kitu chochote kitakachokulinda. Wao wanahitaji story tu, kwa sababu wanajua kwenye uchaguzi kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunaomba vyombo vyetu, wamiliki wa vyombo hivi vya habari watuangalie sisi wafanyakazi ambao hasa waandishi tuko mkoani, tunaomba watuangalie sana. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tunakwenda mapumziko mafupi. Itakaporejea hapa tutakuwa na habari za biashara na uchumi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika.
Karibu tena mtazamaji, na sasa tuangazie kwenye upande wa habari za biashara na uchumi, ambapo wajasiriamali wameiomba serikali kuangalia masharti ya mikopo ya 10% ili kutoa fursa kwa walengwa kunufaika kufuatia mwitikio mdogo hasa kwa vijana. Naungana na Virginia Paul katika habari za biashara na uchumi. Ni fursa iliyotolewa na serikali kwa wananchi ili kuinua makundi maalum ya jamii kiuchumi. Lakini je, vijana wote wanaitumia kikamilifu? Hawa ni baadhi ya wananchi kutoka mkoa wa Dodoma ambao wameeleza changamoto zinazowafanya kushindwa kuitumia vyema fursa hiyo. Kwanza ni tayari swala la kuchukua mikopo. Hiyo mtu kisha si vijana ni kuna namna yani swala la mikopo sisi yani waga tunalifikiria negative sana. Unajua? Sababu unakuta kwa mfano mimi labda taarifa nimezipata juu sina uhakika nazo, au maybe ni mtu tu msamaria huko kanitumia labda WhatsApp, unaona taarifa nilipozipatia. Lakini siku hizo tunajua kuna scams going sana, unajua mambo ya utapeli nini, kwa hiyo unaweza kuzipata zile taarifa, pengine ni taarifa sahihi lakini wewe ukaziona kama nini ni utapeli. Upande wangu mimi kuhusu swala zima la mikopo, hasa vijana, tunaona changamoto kubwa ni elimu, kukosekana kwa elimu. Licha ya vijana hao kutoitikia ipasavyo fursa hiyo, imekuwa ni tofauti kwa hawa ambao wamenufaika na kuleta mabadiliko katika maisha yao. Tukipata mikopo, kwa mfano hii mikopo inayotolewa na serikali yetu ya Mama Samia, tukipata inatupamua kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kutokana na biashara tunazofanya, tunakuwa tuna rotation ya biashara kubwa. Kama ulikuwa una mtaji mdogo, unaweza ukapata mkopo, mtaji ukaongezeka na ukafanya kazi na ukaenda katika malengo uliyokuwa unahitaji. Kwa mfano mkopo unaweza ukakusaidia kama biashara yako ilikuwa ndogo, kutoka hatua moja kwenda nyingine. Faida ya mkopo ni kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa mfano kama mtu ana biashara labda ana mtaji wa milioni 5, akiongezewa milioni 5 inakuwa 10. Akifanya biashara na mimi atapata faida na atapata maendeleo. Aidha, ameshauri serikali kuhakikisha wanatoa elimu ipasavyo kwa vijana ili wafikie malengo ya mikopo hiyo. Kwamba serikali yetu iangalie kwa jicho la pili kwa wale ambao wanapewa dhamana, kidogo wazitengeneze taratibu ziwe zenye kuvutia vijana, wao wanajitokeza kwa wingi na kuwahamasa kubwa ili kujikwamua kutoka katika maisha mengine kwenda katika maisha mengine. Unajua, wakifanya changamoto zikapungua kidogo, hata vijana wengi watapungua kutokana kwenye matendo ya uhalifu, kwa mfano wizi nini. Wengi watajikita katika kufanya biashara zao ndogo ndogo kutokana na utaratibu utakaowekwa mzuri wa mikopo na watanufaika nayo. Serikali inaishauri kwanza wape kwanza vijana elimu, wajue kwamba wanachukua mikopo kwa ajili ya kufanyia nini. Wakishawapa elimu, waendelee kuwafuatilia. Kama mtu achukua mkopo wafuatiliwe ili aweze kujua mkopo atatumia kwa njia gani. Mtazamaji, na sasa tuangazie viwango vya kubadilisha fedha leo April 28 kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Mimi ni Virginia Paul. Asante sana Virginia Paul kwa habari hizo za biashara na uchumi. Na sasa tuangazie taarifa nyingine, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amevitaka vyama vya ushirika kushirikiana benki za ushirika nchini Tanzania kupanua mtandao ili kuchangia sekta ya kilimo kukua. Mwandishi wetu Pendo Mkwawa kumradhi na ripoti kamili. Ndugu wana ushirika, leo tunapiga hatua nyingine kubwa katika safari ya kurejesha hadhi ya ushirika nchini. Kwa muda mrefu sekta ya ushirika imehitaji benki imara itakayowahudumia moja kwa moja wanaushirika. Leo hii ndoto yetu ile imetimia. Hongereni sana. Na sote hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutimiza ndoto hii na kutukutanisha hapa katika uzinduzi wa benki ya ushirika, yani benki ya ushirika Tanzania, yani Coopbank. Kabla ya kuja hapa, nilitembelea jengo la makao makuu ya benki hii yaliyopo hapa Dodoma na kufanya uzinduzi rasmi pamoja na kusalimia watumishi wa benki hiyo. Baada ya kufika hapa, nimetembelea baadhi ya mabanda ya vyama vya ushirika
nataka niseme nimejionea mambo mengi. Nimeona technology, ushirika ulivyoshirikiana na watu wa TEHAMA na kuja na technology inayorahisisha utendaji ndani ya ushirika Tanzania, kuanzia makao makuu ya tume ya ushirika, vyama vikuu vya ushirika mpaka chini kule, jinsi wanavyowasiliana. Lakini tukio la kwanza lilonipa mshangao ni pale benki. Nilipewa jibao hivi, nikaambiwa hiyo ndio kadi, tumbukiza na itafunguka. Nikalitumbukiza jibao zito hivi na likafanya kazi. Nikasema hapa mambo yametulia. Lakini nimeona washirika na SACCOS walivyojidhatiti kufanya kazi zao kuongeza uzalishaji, walivyojidhatiti kufanya kazi na kuitumia benki yao pale kwenye mabanda. Nimeona hayo. Nimeona wanaushirika walivyojidhatiti kuongeza mazao kutokana na huduma wanazozipata kutoka serikalini, ruzuku na mambo mengine. Nimeona walivyojidhatiti kuongeza uzalishaji. Lakini nimewasikia wakitoa shukrani kwa serikali kwa kupatiwa masoko na bei za bidhaa ziko juu. Katika banda moja nimeona kifurushi vikigunia kidogo cha dengu na choko. Wanasema mwaka huu tumeziingiza kwenye stakabadhi ghalani na matumaini yetu bei itakwenda juu kuliko ilivyo sasa. Kwa hiyo inatia moyo kuona kwamba wale wanaohudumiwa na serikali na wenyewe wanapokea huduma na kujitahidi kwenye uzalishaji. Hilo nalishukuru sana. Na moja kwa moja mtazamaji, tupate wasaa kwenda kutazama simulizi fupi kuhusu Bahari ya Hindi, ambapo mwenzetu Mindi Joseph ametuandalia simulizi hiyo. Hujambo mtazamaji wa Sky TV na karibu katika simulizi kuhusu Bahari ya Hindi. Jina langu ni Mindi Joseph. Bahari ya Hindi ni bahari ya tatu kwa ukubwa duniani, ikiwa imechukua 20% ya uso wa dunia na kuzungukwa na mabara manne. Ni bahari yenye joto zaidi, yenye athari kubwa kwa hali ya hewa duniani kutokana na mwingiliano wake na anga hewa. Maji yake huathiriwa na mzunguko wa Bahari ya Hindi na kusababisha mikondo ya kipekee ya bahari na mifumo ya kupanda. Upande wa kaskazini imepakana na Asia ya Kusini, magharibi imepakana na Ghuba ya Uajemi, Bahari ya Sham na Afrika Mashariki imepakana na Ghuba ya Malay, visiwa vya Sunda Indonesia pamoja na Australia, na upande wa kusini imepakana na Bahari ya Kusini. Eneo lote la uso wa bahari hii ni kilomita za mraba milioni 70,560. Kina cha wastani ni mita 3741, ili hali kina kikubwa kinafikia mita 7906. Mjao wake ni kilomita za ujazo milioni 264, inayolingana na 19.8% ya mjao wa bahari zote duniani. Ni sehemu gani ya kina kabisa ya Bahari ya Hindi? Sehemu ya kina kabisa ya Bahari ya Hindi yenye futi 24,442, mita 7,450 iko kwenye kina cha Sunda cha Java, karibu na pwani ya kusini ya kisiwa cha Java. Ni nini kilitokea kwa Bahari ya Hindi mnamo mwaka 2004? Disemba 26, 2004, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 9.2 hadi 9.3 lilipiga pwani ya magharibi ya Sumatra kaskazini mwa Indonesia. Ilisababisha tsunami yenye mawimbi yaliyofikia urefu wa mita 30, ambayo yaligharimu maisha ya watu zaidi ya 220,000 katika moja ya maafa makubwa zaidi katika suala la upotezaji wa maisha katika historia ya kisasa. Kwa ujumla, Bahari ya Hindi ina hali joto ya juu kulingana na bahari kubwa nyingine za dunia. Tofauti na Atlantic na Pacific, haina maeneo makubwa kwenye nusu tufe ya kaskazini ya dunia, hivyo haipokei baridi kutoka Arctic. Upande wa kaskazini mwa ikweta kuna monsoni, upepo kutoka kaskazini mashariki uko kuanzia Oktoba hadi Aprili. Kinyume chake, upepo kutoka kusini unaendelea kuanzia Mei hadi Oktoba. Badiliko hili linafuata utaratibu wa kila mwaka na lilikuwa msingi kwa usafiri na biashara katika bahari hii. Bahari ya Hindi ni njia muhimu ya usafiri na usafirishaji kwa meli kati ya Asia na Afrika.
Miongoni mwa sehemu ambazo ni pendwa kwa watu kutembelea ni pamoja na Bahari ya Hindi, hasa kwenye fukwe. Pia Bahari ya Hindi ni chanzo cha mapato kupitia bidhaa zake zinazopatikana ikiwa ni pamoja na samaki. Mtazamaji, nafika tamati katika simulizi kuhusu Bahari ya Hindi. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea hapa tutaungana na mwandishi wetu Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo kubwa zaidi ni uko nchini Burkina Faso ambapo mvutano umeendelea baada ya wiki moja ya mapinduzi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Dar es Salaam! Hayawi sasa yamekuwa wakazi wa Dar es Salaam na viunga vyake. Habari ndo hii, jimbo letu ni moja tu, Sky International TV, kwa habari na masuala motomoto ya kijamii, kisiasa, kiutamaduni, biashara, uchumi na michezo. Yote utayapata hapa bila chenga. Zunguka kote, pita kila kona. Lakini ukitaka uhakika wa habari za mtaa kwa mtaa, changamoto na mafanikio, jibu ni moja tu, Sky International TV, masaa 24 siku 7 za wiki kwa ajili yako. Ndio maana tunasema Sky International TV, above the limit. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0792 88 86 42, 0792 88 86 42. Sky TV, above the limit. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga, tukianzia nchini Burkina Faso. Wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi nchini Burkina Faso, hali bado ni ya wasiwasi huko Ouagadougou, hasa kati ya vikosi vya jeshi. Vyombo vya habari vya ndani vinaonyesha kuwa mkutano uliopangwa Aprili 22 katika makao makuu ya wafanyakazi, ambao ulipaswa kujumuisha maafisa kadhaa wa jeshi, uliahirishwa na kisha baadaye kufutwa, kwani maafisa walioalikwa walishindwa kujitokeza. Wimbi la watu lilionekana likimiminika kwenye ikulu ya Mogonaba, mamlaka ya jadi nchini Burkina Faso. Miongoni mwa walioonekana ni wanajeshi na familia za raia waliopotea, na kuashiria zaidi mvutano ndani ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Mkutano wa baraza la mawaziri pia ulifanyika Aprili 22 katika ikulu ya rais chini ya ulinzi mkubwa, na mbwa wa kunusa na helikopta walionekana wakiruka kuzunguka eneo hilo wakati wa mkutano huo. Kambi zingine za kijeshi pia ziliwekwa chini ya usimamizi mkubwa. Magari ya kijeshi yalionekana yakiwa yamewekwa kwenye mlango wa kambi ya kijeshi ya Jenerali Babasi kusini mwa mji mkuu. Serikali ya Kapteni Ibrahim Traore sasa imeitisha maandamano makubwa mnamo Aprili 30 kuunga mkono serikali,
Lengo lao kuu ni kulaani kuingiliwa kwa Magharibi, haswa baada ya shutuma za hivi karibuni za jenerali wa Amerika Michael Langley za kugeuza akiba ya dhahabu ya nchi hiyo kusaidia usalama wake. Tutazame taarifa nyingine. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amemfukuza kazi waziri wa kilimo wa nchi hiyo Mark Albert Hengari. Waziri huyo wa zamani alikamatwa Jumamosi kwa mashtaka mengi ikiwa ni pamoja na ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia na utekaji nyara, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani. Kumekuwa na ripoti zinazokinzana kwamba alikuwa amejiuzulu peke yake kabla ya kufukuzwa kazi. Inadaiwa kuwa Hengari alikuwa amembaka mwanamke wa miaka 21 na baadaye alijaribu kumuhonga ili aondoe kesi aliyokuwa amewasilisha mwaka jana. Aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo mwezi Machi baada ya Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah kumjumuisha miongoni mwa wagombea wake wanane wakuu wa ubunge. Uchunguzi bado unaendelea katika kesi hiyo. Na hatimaye, karibu watu 68 wameuawa katika shambulizi la anga lililofanywa na Marekani kwenye kambi ya wahamiaji nchini Yemen na kujeruhi wengine 47. Kundi la waasi wa Houthi wa nchini humo limearifu hii leo na kuongeza kuwa kombora moja halikuripuka baada ya kuanguka kwenye eneo lilikolengwa na timu maalum inalishughulikia kwa tahadhari kubwa. Kituo cha televisheni chenye ushirikiano na Houthi cha Ali Maslahi kimeripoti kuwa vikosi vya uokozi na dharura vinakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na shambulizi hilo la Marekani. Kulingana na wizara zinazodhibitiwa na Houthi, wahamiaji 115 walikuwa wanazuiliwa kwenye kambi hiyo iliyoko kwenye jimbo la Saada na inayosimamiwa na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Asante sana Pius Jeunga kwa mkusanyiko huu wa habari za kimataifa, na baada ya kutazama habari hizo moja kwa moja anampisha mwanamichezo wetu Johannes Michael ambaye ametuandalia taarifa za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Klabu ya Simba ifanikiwa kutinga katika hatua ya fainali mara baada ya kumtoa Stellenbosch ya nchini Afrika Kusini. Mwenyekiti wa klabu hiyo Muktaza Mangungu ameeleza malengo ya msimu huu na mafanikio walionayo mpaka hivi sasa. Kati ya jambo ambalo tumeweza kufanikiwa kutokana na msimu ambayo tumefanya vizuri kuwa ilifikia kama kwenye ile turning point, tumejitahidi sana kuleta benchi jipya la ufundi, lakini hata hivyo tumepata wachezaji ambao wako more competitive na wamekuja kuongeza thamani ya kikosi. Wamepambana na wameweza kuifikisha fainali hapa ilipo. Tunaamini kabisa kwa mashirikiano makubwa tuliyokuwa nayo baina yetu sisi na wachezaji na wapenzi wote wa Simba, wanachama wa Simba, tutaweza kufanikiwa na kufika mbali zaidi katika msimu huu na katika misimu mingine inayofuata. Usiku wa leo kikosi cha JKU kitashuka dimbani dhidi ya Azam FC, mchezo wa nusu finali kombe la Muungano, mchezo utakaopigwa katika dimba la Gombani. Lakini kesho Jumanne saa 1:15 usiku Zimamoto watashuka dimbani kukipiga dhidi ya Young Africans. Afisa michezo BMT Chazi Maguzu amevipongeza vilabu vilivyoshiriki katika mashindano ya taifa ya 17 mchezo wa kuogelea hapa nchini. Mashindano ya mchezo wa kuogelea ngazi ya vilabu ambayo ni mashindano ya 17 hapa nchini. Nipenda kutumia nafasi hii kupongeza vilabu vyote ambavyo vimeshiriki katika mashindano haya kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini, na ninaomba waendelee na moyo huu wa kushiriki kila mashindano yanapokuwa yamepangwa ili tupate wachezaji walio wengi na uwezo mzuri wa kushiriki mashindano ndani ya nchi na nje ya nchi. Baraza la michezo ya taifa BMT tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa karibu sana kuangalia maendeleo ya mchezo wa kuogelea, na ndio maana tumegawa maendeleo katika makundi mawili. Kundi la kwanza mashindano ya ndani ya kitaifa, na kundi la pili ni pale tunapokwenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Katika mashindano ya kitaifa mchezo unaendelea kukua kwa kasi
na viwango vinaongezeka, na ndio maana katika mashindano hayo kuanzia siku ya jana hadi leo wameweza kuvunja rekodi 7 ambazo walikuwa wanazishikilia huko nyuma, wamezivunja wao wenyewe. Maana yake ni nini? Maana yake ufundishaji wa mchezo wa kuogelea umezidi kukua, wachezaji wamezidi kuelewa walimu wao, na ndio maana performance imekuwa nzuri zaidi kwa mwaka. Na moja kwa moja tunaenda kuangazia habari za michezo na burudani kimataifa, ambapo baadhi ya wachezaji wa klabu ya Al Ahly kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii kama Instagram wameweza kumshukuru aliyekuwa kocha wao mkuu wa klabu hiyo Marcel Koller kwa yote aliyofanya katika muda wote waliokuwa wote. Marcel Koller amekiongoza kikosi cha Al Ahly takriban miaka 2.5 na katika michuano hii ya klabu bingwa Afrika amefanikiwa kunyakua mataji mawili, ambapo mwaka 2022, mwaka 2023 na mwaka 2023, mwaka 2024. Kocha huyo raia wa Uswizi alijiunga na Al Ahly mwaka 2024 akichukua mikoba ya Pisto Mosimane. Manchester City imetinga kwenye hatua ya finali kombe la FA Cup England kwa mara ya 3 mfululizo kufuatia ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Nottingham Forest katika dimba la Wembley. Man City imetinga finali kuchuana na Crystal Palace itakayopigwa baada ya kuiondosha Aston Villa kipigo cha bao 3-0 katika dimba la Wembley. Finali ya FA Cup itapigwa Mei 17 mwaka 2025 katika dimba la Wembley. Na kunako taarifa nyingine, mabingwa wapya ligi kuu England Uingereza msimu wa mwaka 2024-25 kufuatia ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Nottingham Forest katika dimba la Anfield. Majogoo wametoa ubingwa huo wa 20 kihistoria kwenye ligi kuu England zikiwa zimesalia michezo 4 hivyo kukamilisha ukomo wa kufikisha pointi 82 ambazo hazitofikiwa na klabu yoyote. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani. Ni mwanamichezo wetu Johannes Michael akitirika katika habari za michezo na burudani. Na kwa sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Paka ilipotimia saa 3 asubuhi leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Pemba kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 136.1. Kama kuna athari yote iliyotokana na mvua hiyo, tafadhali usisite kutumia hayo matukio kupitia mitandao ya kijamii ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Na picha za satellite mpaka mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana zaidi katika maeneo ya mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi, hali iliyosababisha kuwepo na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Na mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa siku ya kesho unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana katika maeneo mwambao Pwani ya Bahari Hindi na kuingia ndani kwa mkoa wa Morogoro. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa iliyopo mwambao Pwani ya Bahari Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro. Ni vyema kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kutajwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache, huku nyanda za juu kaskazini mashariki kutajwa na hali ya mvua katika maeneo machache, na mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki kijumuisha na mkoa wa Ruvuma kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache
pamoja na vipindi vifupi vya jua. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na yenye hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam limetajwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma ukitajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza unatajwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatajwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya unatajwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 30 mwezi wa 4. Huku mkoa wa Morogoro ukitajwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha unatajwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Na mtazamaji, na kwa nukta hiyo ndio ambavyo tunafika tamati hapa katika Ulimwengu wa Habari. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuandaa Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo, jina langu ni Fredi Cheti. Tukutane tena siku ya kesho. Uwe na usiku mwema.